Kwanza kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David. Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya na Iran yataanza Jumatatu kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kukomesha malengo ya Tehran ya nyuklia. Siku ya Jumamosi, Trump alitoa amri ya kusimamisha mashambulizi ya anga yaliyopangwa kufanywa, akisema uamuzi wake ulifuatia ombi la Iran. Tehran hata hivyo imetupilia mbali madai yake. Ni hivi punde zaidi katika muundo wa matangazo wakati wa mzozo wa miezi mitano ambao umeshuhudia rais wa Marekani akisitisha mashambulizi makubwa na kisha kuyasimamisha au kufanya mashambulizi madogo. Hapo awali Iran ilisema kwamba ilikuwa karibu na makubaliano na Oman juu ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti kila upande wa njia hiyo muhimu ya maji. Nchini Pakistan, mshambuliaji wa kujitoa mhanga amewaua watu wengine 14 katika kituo cha polisi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Maafisa wamesema shambulio hilo lilitokea katika mji wa Kabul kwenye bonde la Swat, ambapo mamia ya watu walikuwa wakifanya mkutano wa kupinga ongezeko la mashambulio ya wanamgambo wa eneo hilo. Takriban maafisa wa polisi 6 walikuwa miongoni mwa waliofariki na wengine 18 walijeruhiwa. Afisa wa polisi wa wilaya ya Swat, Mohamed Umar Khan, alitoa taarifa hiyo. Katika tukio hili kuna maafisa wa polisi waliofariki na wengine waliojeruhiwa pamoja na raia. Usalama wa ngome za polisi na mitambo yetu yote katika eneo hilo umeimarishwa na kuwekwa katika hali ya tahadhari ya juu. Hatutaruhusu mtu yeyote kuvuka mipaka ya maeneo hayo yanayolindwa. Kundi la kutetea haki za binadamu nchini Sudan linasema watu 35 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye kikao cha mahakama ya jadi katika eneo la Darfur Magharibi. Makumi ya wengine wameripotiwa kujeruhiwa vibaya. Kundi la wanasheria wa dharura ambalo hufuatilia ghasia dhidi ya raia limesema shambulio hilo lilitokea katika kijiji kinachodhibitiwa na wanajeshi wa RSF. Hii inakuja siku chache baada ya RSF kupoteza udhibiti wa barabara kuu kati ya Khartoum na mji unaozingirwa wa El Obeid katika jimbo la jirani la Kordofan. Na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa Richter 5.4 limetokea karibu na mji wa Suez nchini Misri. Kituo cha Ujerumani cha utafiti wa sayansi ya ardhi GFZ kimesema tetemeko hilo limetokea ndani ya umbali wa kilomita 10. Waandishi wa habari katika mji mkuu wa Misri, Cairo, wamesema walihisi mitetemo mikubwa. Hakuna ripoti za uharibifu au majeruhi kufikia sasa. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera, CJFM na Abudu FM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Kanto FM. Uganda ni Radio Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imesimamisha kwa muda mashambulio mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Iran ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika rasmi la habari la Iran limeripoti kwamba mazungumzo kati ya utawala wa Tehran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yalikuwa katika hatua ya mwisho, likimnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Rais Trump amekuwa akitoa mara kwa mara vitisho vya kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran yaliyoanzishwa pamoja na Israel mwishoni mwa Februari, lakini baadaye kuongeza muda wa mazungumzo. Hadi sasa mazungumzo hayo hayajafikia makubaliano ya kina na ya kudumu. Niliomba kufanya hivyo na Saudi Arabia, ufalme wa milki za Kiarabu, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kabisa kuanzisha shambulio hivi sasa muda kama huu, na lingekuwa shambulio kubwa sana. Tulikuwa tayari kuanza, lakini washirika wako wanapokuomba usitishe, basi inabidi useme hebu tuone kwanza. Na sababu walioitoa ni kwamba nafikiri kuna makubaliano kuhusu Hormuz, na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu swala la nyuklia.
au unaweza kusema kuondolewa kwa silaha za nyuklia nchini Iran. Mimi nimetoa wito wa kuondolewa kwa silaha zote za nyuklia nchini Iran. Hatua ya Rais Trump ya kuonekana kupunguza mvutano baada ya siku kadhaa za vitisho na mashambulizi mapya kutoka pande zote mbili ilikuwa sura nyingine mpya katika vita hivyo. Mashambulizi yameenea kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi hadi bahari ya Sham na hata kufikia kituo kimoja katika bahari ya Mediterranean nchini Misri. Kwa hivyo tunalisitisha kwa sasa, tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tutakapotaka, lakini tuliombwa na pande tatu kuu. Pia tuliombwa na Iran kwa msisitizo mkubwa sana. Walisema wangependa kuwafikia makubaliano. Unajua, sijui hasa wanamaanisha nini, kwa sababu mara nyingi wananiambia hivyo alafu baadaye wanaenda kusema hata sijui anachokizungumzia. Ni wazi kwamba hawataki kushambuliwa na walijua ukubwa wa shambulio lilokuwa limepangwa kwa sababu waliona maandalizi yake yakifanyika. Ni Rais wa Marekani Donald Trump. Takriban watu 14 wamefariki dunia na wengine 18 kujeruhiwa baada ya shambulio la bomu la kujitoa mhanga karibu na kituo cha polisi katika eneo la Kabul wilayani Swat kaskazini magharibi mwa Pakistan. Mlipuko huo ulitokea siku ya Jumapili nje kidogo ya kituo cha polisi wakati hali ya usalama nchini humo ikiendelea kuzorota kutokana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo. Martha Saranga na maelezo zaidi. Maafisa wa polisi wanasema waliouawa ni pamoja na maafisa wa polisi 5 na raia 8. Mtu wa 14 anaaminika kuwa ndiye mshambuliaji aliyejilipua kwa bomu. Kwa mujibu wa idara ya polisi, uchunguzi umeanzishwa na operesheni inaendelea kuwatafuta watu wote wanaoshukiwa kuhusika na kupanga au kusaidia shambulio hilo la kikatili. Haijafahamika mara moja ikiwa walengo wa shambulio hilo walikuwa maafisa wa polisi au mkutano wa wananchi waliokuwa wamekusanyika katika maandamano ya kuonesha uungaji mkono kwa polisi yaliokuwa yanafanyika karibu na eneo hilo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema amesikitishwa sana na tukio hilo na kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Naye Rais Asif al-Zardar amelaani vikali shambulio hilo akisema magaidi hawatafanikiwa kuvuruga amani, umoja wa taifa wala mamlaka ya serikali ya nchi hiyo. Pia ameagiza waliojeruhiwa wapatiwe matibabu bora huku akitaka uchunguzi wa kina ufanyike na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi ya wanamgambo yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya mpakani mwa Pakistan yakilenga hasa vikosi vya usalama. Serikali ya Pakistan imekuwa ikishutumu serikali ya Taliban nchini Afghanistan kwa kuwapa hifadhi au msaada wa wapiganaji hao, madai ambayo Taliban wameendelea kuyakanusha. Taarifa yake Martha Saranga. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa taifa lake na serikali yake imefanya kila juhudi ili kurejesha mahusiano yake na nchi jirani ya Rwanda, lakini utawala wa Kigali umekuwa ukisita na kutotekeleza maafikiano yao. Ndayishimiye amekiri kuwa Burundi haikuwa na nia yoyote ya kuingilia kati masuala ya ndani ya Rwanda ama nchi nyingine yoyote, ila inataka kuheshimika kama taifa huru. Amesema Burundi itaendelea kuchangia juhudi za kupatikana kwa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa idhaa ya Maziwa Makuu Gahuza Siriak Muhawenaye amezungumza na Rais Ndayishimiye. Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo lolote kati yao. Tatizo liko kwa viongozi. Wakati wowote ninapokutana naye namuuliza swali moja: bado nasubiri utekeleze yale tuliyokubaliana. Chochote utakachochagua ndicho tutachokubali. Ukichagua vita, tunaenda vitani, au kama unataka amani, tutakuwa na amani. Hata nilimuuliza ni nini Burundi inaweza kuwapa ili watupe amani, lakini hawajawahi kunipa jibu. Rwanda imetia saini mkataba wa amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaolenga kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, mapigano yanaendelea. Kwa maoni yako, nini zaidi kinachohitajika kufanyika ili kuhakikisha mkataba huo unatekelezwa, ikizingatiwa kuwa Burundi pia ina wanajeshi mashariki mwa DRC? Kumekuwa na michakato miwili tofauti. Mmoja ni kati ya watu wa Kongo wenyewe na mwingine ni kati ya serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo leo, kuhusu mchakato wa Rwanda na Jamhuri ya Kongo, nimepokea tu ujumbe kutoka kwa rais wa Kongo akiniarifu kuhusu utekelezaji wa sehemu yao ya mkataba.
kutokana na kile nilichokisikia, wanapiga hatua nzuri sana. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema FDLR inashirikiana kwa karibu na wanajeshi wa Burundi. Rwanda inajua vizuri sana kwamba hatujawahi kufanya kazi na FDLR. Lakini baadhi ya watu wamedai kuwa walikuja Burundi kwa mafunzo ya kijeshi. Kila wakati tulipowakamata wanachama wa FDLR, tuliwakabidhi kwa serikali ya Rwanda. Wakati jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipowekwa kwa mara ya kwanza nchini Kongo, Rwanda ilikuwa ikisimamia huduma ya ujasusi. Kwa hivyo nilimwambia Rais Paul Kagame, sasa kwa kuwa wanajeshi wako wanazungumza na wetu, watuambie mahali ambapo wanachama wa FDLR wako. Ikiwa hatutawatambulisha, utasema kuwa tunawasaidia. Lakini hawakuonyesha wanajeshi wetu mahali ambapo wapiganaji wa FDLR walikuwa. Sasa tunaelewa FDLR iko Ituri. Hakuna wanajeshi wa Burundi huko. Wengine wako katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Kwa hivyo wakati Rwanda inapowashutumu wanajeshi wa Kongo kwa kufanya kazi na FDLR, wanasema pia kwa sababu wanajeshi wa Burundi wanafanya kazi na wanajeshi wa Kongo. Hiyo inamaanisha kwamba wao pia wanafanya kazi na FDLR. Ni rais wa